Amen. We thank the Lord because of this wonderful Tuesday for another yet Bible study. Na ningependa tushikiliane mpaka mwisho ndio tupate kusikia kile ambacho Bwana anataka kunena nasi. Ninakukaribisha mahali ulipo. Mungu akubariki sana. Tuanze James chapter 2 verse 14 to 26. Inasema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumuokoa? Leo tunaongelelea kuleta watu kwa kanisa. Na hii the verses zenye tutasoma, among them kuna zenye zinajulikana sana na watu. Hata sisi wenyewe tunazijua sana, tunazikotingi sana. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumuokoa? Kwa hivyo kuna imani na matendo. Kwa hivyo sasa James anauliza itakuwaje mtu anasema ako na imani lakini hana matendo? Sasa anatry kuleta connection between faith na actions, ama faith na works na matendo. Hiyo imani, ukisema uko na imani lakini imani yako haina matendo, hiyo imani kweli inaweza kumuokoa? And then anaiendeleza na example, anasema ikiwa ndugu mwanaume au ndugu mwanamke yu uchi, inamaanisha hana nguo za kumtosha na kupungukiwa na riziki, that means hana breakfast ama lunch, ama hana a continuous meal, hana pesa, na mtu kwenu akamwambia, endeni zenu kwa amani mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? For instance, there is a time nilienda, nilikuwa mahali fulani, and the lady, tukakutana lady fulani alikuwa amepoteza kijana wake. Na sasa akiwa amepoteza kijana wake, of course committee ya mazishi ilikuwa inaendelea, na ilikuwa siku 2 to the funeral. Na tukiongea naye alikuwa ananiambia tujapata pesa za kutosha za kumzika, tujapata pesa, tunahitaji pesa nyingi. Sasa mimi sikuwa na pesa, sikuwa na venye ninaweza kumsaidia, lakini sasa nilikuwa ninamwambia wacha tutumainie Mungu, wacha tu trust Mungu ya kwamba hizo pesa zitapatikana, na ya kwamba hata mazishi itafanyika na kila kitu. Unaona, hiyo ni kuongelelea kutoka kwa imani, kwa sababu sikuwa na kitu. Lakini sasa kama niko na pesa kwa mfuko, niko na uwezo wa kumsaidia na simsaidii, ninamwambia tu wacha tutumainie Mungu, wacha tuendelee kuomba Mungu atakuja, wacha tutumainie Mungu atashuka. How can hiyo ni imani inakaaje? What kind of faith is that? What kind of faith is that? Sasa hapo ndio James anauliza, mtu wako na shida, amekuja kwako, anataka umsaidie, na wewe kama Mkristo uko na uwezo wa kumsaidia, lakini haumsaidii. Unamwambia wewe enda na amani, enda Mungu atashughulikia, na haumsaidii. Sasa James anauliza hiyo ni imani ya aina gani? Kwa sababu hiyo ni imani, lakini ikifika kwa matendo umeanguka hiyo mtihani. Ndio anauliza yafaa nini? Verse 17, vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Na anaita hiyo imani yenye haina matendo, anaita ya kwamba si imani iko hai, ni imani imekufa. It is a dead faith. Kwa hivyo kuna kitu kama dead faith. Unaweza kuwa na faith lakini imekufa, it is dead. That is when
uko na imani yes, lakini imani yako haina matunda, matendo yako haisimami na imani yako, dead faith, hiyo matendo vivyo hivyo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Unaona like pia anaonesha another illustration ya kwamba pia demons na shetani mwenyewe wanajua kuna Mungu na wanaamini ya kwamba kuna Mungu. Hiyo ni imani, that is faith. Lakini do they obey? Unaona hawana matendo. Hawana matendo. Kama Christians ni kama hatunanga hiyo understanding, huwa hatuelewi ya kwamba faith na actions ni one and the same thing, ya kwamba hawezi kuwa na faith bila actions. Mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Verse 20, lakini wataka kujua, wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona ya kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Unaona, like anatuongezea another example. Anatupatia example ya Abraham. Vile Abraham alikuwa amejaribiwa, akapatiwa jaribu ya kumtoa mwana wake. Unajua Abraham alikuwa anangojea Isaac for a very long time, and then anajua Isaac ndio yule mwenye alikuwa anafaa kubeba ile mbegu yenye Mungu, ile mbegu ya ahadi yenye Mungu alikuwa ameahidi Abraham. Naona Abraham ameahidiwa na Mungu ya kwamba Mungu atambariki, Mungu atampatia vizazi, atampatia nchi kubwa. Akamwambia kwamba dunia mzima itabarikiwa kumpitia yeye. Lakini sasa Abraham, yeye amefika siku zake. Abraham hataishi milele, na Abraham hakuwa na mtoto. Kwa hivyo Mungu akamwambia kwamba nitakupatia mtoto, na mtoto sasa ndio ataendeleza ile ahadi, ataendeleza hiyo promise ya Mungu. Na sasa Mungu anamwambia enda utoe Isaac, huyo mwenye anafaa, Mungu ndio anafaa kuendeleza kizazi ya Abraham kupitia. Na ukumbuke Ishmael, Mungu alisema atabariki Ishmael, lakini alisema hata Ishmael ako peke yake, lakini Mungu akasema nitabariki Abraham, wewe Abraham na Sara na mke wako, wewe ndio nitawapatia mtoto mwenye mimi nitakuwa na yeye. Ishmael Yesu alikuwa barikiwa, alikuwa yakuwe taifa kubwa, lakini yeye hakuwa ule kijana mwenye alikuwa endeleze ile promise yenye Mungu alikuwa ameyapatia Abraham. Yule mwenye alikuwa andamane na hiyo promise ni Abraham na Isaac. Na Mungu anaambia Abraham, enda uue Isaac, enda umtoe mwana wako wa pekee kama madhabahu kwangu, kama sadaka juu ya madhabahu, umtoe kwangu. Na Abraham juu anaamini Mungu hanaongea, anaamini hiyo muda yote amekuwa akitembea na Mungu, anaamini Mungu ndio alimwahidia kijana, na aliamini ya kwamba Mungu ndio alimfanya akapata huyo mtoto, na hiyo muda wote anaamini ya kwamba amekuwa na Mungu. Sasa Mungu sasa yeye ndio mwenyewe sasa anasema toa huyu mwana wako wa pekee. Na Abraham naye alifanya nini? Aliamini na akaenda akafanya kile ambacho Mungu alikuwa amesema. Sasa ndio unasikia sasa James anasema ya kwamba waona ya kwamba ile imani, verse 22, ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba ile imani ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonenwa, Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki.
naye aliitwa rafiki wa Mungu. Hakuitwa rafiki wa Mungu kwa sababu alikuwa anaamini Mungu peke yake. Alikuwa anaamini Mungu na alitii Mungu na alifanya kenye Mungu alikuwa anamwambia afanye. It is very powerful. It is very powerful. Si tu kumwamini Mungu, lakini kuna matendo, kuna kazi yenye Mungu anataka tufanye. Na pasipo hiyo kazi, imani yetu, hiyo kusema ya kwamba tunamwamini Mungu, haijatimia. It is not complete. It is half done. Imepikwa nusu. Haijaiva. Hiyo imani bado haijaiva. Na sasa hata James hasemi ya kwamba hiyo imani haijaiva. Anasema imani yenye haina matendo imekufa. Kwa hivyo si imani iko hai. Faith without action is dead. Yes. Na hii action ndio sasa anasisitiza ya kwamba the more tunachukulia faith yetu serious, we should also take the actions as serious. Kwa sababu you cannot have faith without the actions. Hebu tuendelee. Verse 24. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Si mnaona hivyo? Mnaona ya kwamba mwanadamu, si mimi kama mwanadamu, Mungu atanihesabu kuwa haki, ama Mungu ataniona kama a righteous man wakati ninamwamini. Yes, ninakubali ya kwamba nimeokoka. Ninakubali ya kwamba Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zangu. Ninakubali ya kwamba mimi niko mpya. Mimi si yule jamaa wa zamani. Mimi ni kiumbe kipya. For if anyone is in Christ, he is therefore a new creation. The old is gone and the new has come. I am born again. Yes, that is who I am. But as a born again Christian, it is expected of me to have actions zenye ni sambamba na hiyo imani yangu. Hivyo ndio wanadamu, mimi kama mwanadamu ninahesabiwa kuwa haki. I believe in God. I believe in Jesus Christ as my Lord and Savior. And also kuna matendo pia inapelekana na inaambatana na hiyo imani yangu. Hapo ndio tunahesabiwa haki. Vivyo hivyo na Rahabu, yule kahaba, Rahab, the harlot, yule wa time ya Joshua kule Jericho. Yule kahaba naye, je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine? Rahab naye, sijui kwa nini James amechagua kutaja Rahab. Amemtaja Rahab kwa sababu Rahab, among the people wenye walikuwa Jericho, wale watu wote walikuwa in the city of Jericho. Wakati sasa Moses ameshakufa, Joshua ndio amechukua ushukani na wameshavuka River Jordan. Sasa wanataka sasa kuanza kuinherit the promised land. Na ile town ya kwanza ama ile city ya kwanza ama ile nchi ya kwanza yenye ilikuwa ipatane na Israeli na watoto wa Israeli ilikuwa Jericho. Sasa huyu mama, sasa Joshua alituma wanaume wawili waende waangalie Jericho venye kunakaa. Na venye waliingia Jericho, wakaenda wakazunguka wakaingia kwa Rahab. Venye waliingia kwa Rahab akawaficha. Yule mfalme alisikia kwamba kuna watu wawili wameingia kusurvey hiyo land. Na what happened? Akatuma majeshi wake waende watafute hao watu wawili au spies, wakuje washikwe na wafungwe. Lakini venye walifika kwa Rahab, kwa sababu walisikia fununu wameingia kwa Rahab. Venye waliingia kwa Rahab alikuwa amewaficha. Na Rahab alikuwa ameambia hao spies nini? Alikuwa ameambia hao spies ya kwamba tumesikia habari zenu ya kwamba mnakuja na nguvu nyingi sana. Tumesikia venye mulihangaisha huko Farao na Egypt. Tunasikia venye mulivuka the Red Sea, na tunasikia venye Mungu amekuwa pamoja na nyinyi in the wilderness. Tumesikia story zenu, na mimi ninataka kuitanishwa na nyinyi. Kwa hivyo ninataka kuwa among nyinyi. Kwa hivyo Rahab mwenyewe alikuwa na hiyo imani, aliamini yule Mungu wa Waisraeli, alimwamini, alikuwa amemsikia na akamwamini, akakubali kwamba huyu ndio yule Mungu mwenye ako na nguvu,
Huyu ndio Mungu mwenye anaokoa watu, huyu ndio Mungu mwenye anadefend watu. Alikuwa amesikia hizo habari. But what happened? She acted also on that. Venye aliona hawa ni watumishi wa Mungu, venye aliona hawa ni servants wale wa Mungu, akawachukua, akawaweka. Hata kama yeye alikuwa kahaba, hata kama yeye maisha yake haikuwa inapendeza sana, alikuwa na hiyo imani kwa Mungu. Na pia wakati alipata opportunity ya kufanya na kuactia on that faith, kwa kuficha hawa watu, alifanya. Na tunaambiwa ya kwamba hata wakati Joshua walikuwa wanaingia Jericho kuharibu na kuua kila mtu, kwa sababu order ilikuwa ya kwamba waingie na waue kila mtu. Na wakati Joshua walifanya hivyo, what happened? Rahab and yule watu wake wa familia yake, they were saved. Hao hawakukufa. Among the people who did not die ni Rahab na familia yake. The rest of people of Jericho walikuwa wamesikia juu ya Mungu, walikuwa wamesikia habari za Mungu, walikuwa wamesikia habari za wana wa Israeli, na walikuwa wamesikia wanakuja, lakini wao hawaku act na imani. Walikuwa wanafikiria tutaweza tu kushindana na wao, walikuwa wanafikiria tu ni nation tu ya kawaida. They didn't act on that faith. They did not do it. What they did, they disbelieved God. Now nini ilifanyika? They were destroyed. When they were destroyed, waliuliwa totally, all of them. But yule Rahab, yule mwenye hakuwa na testimony mzuri, Rahab the harlot, everywhere mali Rahab anatajwa kama Rahab the harlot. Lakini kitu ilimuokoa, kitu ilisave Rahab ni alisikia na akaamini ya kwamba kuna Mungu, na akachoose kutembea na hiyo imani na kuifanyisha kazi. Matendo yake ikamuokoa. Verse 26 inasema, maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Imani yako kama haina actions imekufa. It is dead. It is dead. Na sasa utafanya nini ndio at least ufanye hii matendo? Ndio ufanye hii matendo, utafanya nini? Wacha ni what will you do so that you can do these works? Wacha tufungue Romans chapter 12. Romans chapter 12, nitasoma mistari kadhaa hapo. Romans chapter 12. Kuanzia verse 1 inasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Ni kutoa mwili wako kama dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Number 1 ni kutoa mwili wako. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na kamilifu. And then ubadilishe mawazo yako. Ubadilishe mawazo yako. Number 1, toa mwili wako, kubali. Wacha tuendelee. Kwa maana kwa neema niliyopewa, namwambia kila mtu aliyeko kwenu asiinue makuu kupita ilivyompasa kunia. Asinie makuu kupita iliyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa kama vile katika mwili moja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa wenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema mliopewa, ikiwa unabii, utoe unabii kwa kadri ya imani; ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu; mwenye kufundisha, katika kufundisha kwake; mwenye kuonya, katika kuonya kwake; mwenye kukirimu, kwa moyo mweupe; mwenye kusimamia kwa bidii; mwenye kurehemu kwa furaha.
Unaona, na inasema zile kazi zenye tunafaa kuwa tukifanya, nazisema kwanzia hapo verse 6. Lakini verse 6 wacha ni insist na number 1, ukubali kufanya kazi wewe mwenyewe, uitoe mwili wako. Hii ndio kufanyia Mungu kazi. Unakuwa involved, your body, unaweka mwili wako hapo, unakuwa involved. Hii ndio matendo. Matendo ni kuwa involved, wewe na mwili wako unakuwa involved, and then unabadilisha nia yako, and then unajua ya kwamba tatu, unajua ya kwamba verse 6, basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema mliopewa. Sisi wote ujue ya kwamba sisi wote tuko na karama mbalimbali. Na wewe so unachukua responsibility. Wewe unachukua responsibility, unafanya ile kazi yenye Mungu amekuitia wewe ufanye. Ile matendo yenye unafaa kufanya ni ile yenye Mungu anataka wewe ufanye. Kuna kazi yenye Mungu anataka wewe ufanye. Hivyo ndio hii Romans chapter 12 inatuambia, na James anatuambia kwamba imani yako lazima ipelekane na kazi. Kuna kazi, kuna matendo yenye unafaa kuwa ukifanya. Kwa hivyo kuna kazi yenye Mungu anataka ufanye. Faith yako haujaokoka bure tu, haujaokoka hivyo atumeokoka and then story imeishia hapo. Kuna kazi yenye unafaa kuwa ukifanya. Kuna kazi yenye unafaa kuwa ukifanya, na Romans hapa inatuambia kwamba hii kazi inataka mwili wako, inataka utoe mwili wako kama dhabihu. Ukue hapo, hii mwili yako si unajua kusema hiyo example yenye James anasema ya kwamba mtu amekuja anakuambia hana nguo ama hana chakula, na wewe unamwambia go in peace, enda na amani, imani ikue kwako na ikushibishe. Hiyo faith na haujatoa kitu kwa wallet kupatia huyu mtu mwenye amekwambia hana kitu. It makes sense, it is dead faith. Anasema hiyo imani imekufa, it is dead faith. Wakati unaamini, imani yako iko so high, it is so strong, but haipelekani na actions, haipelekani na matendo. Ile kazi yenye unafaa kufanya haufanyi. Na hiyo kazi ni ina kuinvolve wewe, ndio maana lazima utoe mwili wako. Sisi wa Kristo wote, every Christian must give his body as a living sacrifice. Na abadilishe mawazo yake. Na mawazo yako unabadilisha nini? Unabadilisha kwa nini? Unabadilisha kwa sababu kuna watu tunafikirianga ya kwamba hii kazi ni kazi ya pastor, hii kazi ni kazi ya wazee wa kanisa, hii kazi ni kazi ya leaders. Kazi ya Mungu inafanywa tu na wale wameitwa. Hakuna, wewe kama umeokoka uko na kazi ya kufanya. Sisi wa Kristo wote tuko na kazi, lakini ni watu wangapi tunafanyanga kazi ya Mungu? Na imani bila matendo imekufa. Hapo ndio tunajua Ukristo na wale ambao wameokoka ni wale ambao wanafanya kazi yenye Mungu ametuitia. Kwa sababu kuna kazi Mungu ametuitia. Mungu hajatuita tu tusikue walevi. Kuna kazi Mungu ametuitia. There is something, your faith must be backed. Inafaa kuwa inafuatwa na kazi yenye unafanya. Mimi nitasema aje? Mimi ama mtu mwingine, usikie mtu tu anasema mimi niko na supermarket, I am a big manager in a supermarket, I have a big supermarket huko Embakasi. Nina collect pesa mingi sana. Na kweli wewe unajua huyo mtu hana supermarket, it is not there. Je, utaamini huyo mtu? Utaamini huyo mtu? Hauwezi muamini. You cannot believe that person. Hauwezi amini huyo mtu wakati mtu ana claim ako na faith. Yes, imani yake inaweza kuwa imetosha na imeshiba. Anasema yes, supermarket. But kama haiko, huyo mtu si anatudanganya. Huyo mtu si anaongea uongo. It is dead faith. It is dead faith. It is dead faith. The same case with us as Christians. Tumeokoka, yes, but ni nini wewe unafanya? What are you doing? Unafanya nini?
Unafanya nini? Na please, hisi kanisa, hisi ati wewe unafanya kazi kwa kanisa ati mimi nakuwa kwa praise and worship, mimi nakuanga youth leader, mimi ninakuanga asha, mimi ninakuanga kitu fulani. Hii ni imani. Hisi kanisa, hisi kanisa, imani yako. Juu unasema umeokoka, unafanyanga nini? Unafanyanga nini? Si kwa kanisa unafanyanga nini? Hiyo Ukristo wako, hiyo imani yako kusema ama ni mimi ninasoma hii kitu vibaya. Si nasema imani. Sasa kwa hivyo si mimi ninasema vibaya, si mimi nina misquote. Kama una misunderstand ni wewe ni wewe uko wrong. Si mimi, I'm not wrong on this. I'm very true. I'm very right. And you're if you choose to be wrong, it's okay. You can choose to be wrong. But I'm saying what is true and what is real. Si kazi ya kanisa. What James is talking about is not talking about kazi ya kanisa. Anaongelelea imani yako kama Mkristo. Wewe umeokoka, umekombolewa na dhambi. Mungu amekuokoa, amekutoa hapa. Ni kazi gani unafanyia Mungu? Ni nini hiyo imani yako? Ni matendo gani hiyo imani yako inakufanya utende? Ni kazi gani hiyo imani yako imeanzisha ndani yako? Kama hakuna kazi, then that is dead faith. Ni imani ambayo imekufa. It is a challenge for you and for me. It is true. It is a challenge. It is a challenge, and it is challenging everybody, every believer, every Christian, because you cannot say that you are a Christian and you don't have works to back up that. Na hii works inataka nini? Nataka mwili wako, utoe mwili wako na ufanye nini? Ubadilishe mawazo yako. Na number 3, utake responsibility. Uache kusema juku. Sasa unasikia Romans inatuambia kwamba kanisa ni kama mwili, ni mwili wa Kristo. Kuna watu ni mikono, kuna watu ni macho, kuna watu ni mapua, kuna watu ni mdomo, kuna watu ni masikio, kuna watu ni miguu, kuna watu ni skin, kuna watu ni hizi vidole. Kila mtu, hii kidole haifanyi kazi na the same na macho, lakini ziko kwa mwili moja. Ukiniguza hii kidole na uniguze hii macho, nitasema wacha kuniguza kwa sababu ni part of my body. But ziko na different. Kila ziko na different, ni different. Venye mimi na wewe venye tuko different, we are different, but we have responsibilities. Mimi naweza kuwa mimi ni macho na wewe unaweza kuwa wewe ni kidole. Wewe kama kidole, kama haufanyi kazi yako, mimi siwezi kuja kukufanyia kazi yako. Mimi nitafanya kazi yangu kama macho. Mimi nitaona kidole kama itaki kufanya, itakataa kufanya hiyo. Sasa hiyo ndio ina let down mwili mzima. Sasa hapo Romans chapter kuanzia verse 3 hadi verse 5, hapo ndio sasa ina try to insist, wewe chukua responsibility, take responsibility of your faith, or else your faith will be a dead faith. It will be a dead faith if you do not take responsibility. If you as an individual do not take responsibility of your faith. And we are not talking about the church. Please. Usiseme, me, I am an usher in church. I am the praise and worship in church. I am a pastor. No. What about your faith? You profess that you are born again. Unasema umeokoka, yes. But hiyo kuokoka yako, what is it doing? Kuwa usher ni mzuri kwa church. We need ushers in church. We need praise and worship. We need leaders in church. But we also need born again believers out there in the world. Yes. We need born again believers in our families. We need born again believers here in this country. We need born again believers. We don't need ushers. No, we don't need praise and worship in the world. We need born again Christians, people with faith, people of faith. Hiyo ndio like tumeachilia. We are busy in the church contributing, tunajenga makanisa, but we have left the faith. Unaweza kuwa Yesu unaamini Mungu, unaenda kanisa every Sunday, but do you have anything to show of that?
what is your work? What is your work? Work yako ni gani in church? Or not in church, pardon me, not in church, but in your life, kwa maisha yako. What is your faith doing? Imani yako inafanya nini? No, anybody can be an usher. Anybody can be a praise and worship. Anybody can be the security in church. Anybody can come to church. Anybody can be there in church. Anybody. But there is a specific assignment that has been given to those who are born again. Wewe unasema mimi nimeokoka. You have to show. Because if there is nothing to show that you are born again, James anasema it is dead faith. Hakuna kitu. Hakuna kitu. Nothing. That is nothing. You're doing nothing. That is dead faith. No, you'll not. Hebrews chapter 11 verse 12 inasema, but with faith it is impossible to please God apart from faith. Without faith it is impossible to please God. So sasa ukiwa na dead faith, if you have dead faith, do you think you're going to please God? If you have dead faith, do you think you're going to please God? No. Many Christians are not pleasing God. It is a shame that many Christians tumejificha kwa makanisa ni mingi, watu wanaenda kwa kanisa every Sunday, but they are not pleasing God because their faith is dead. And the proof, the evidence is that there is no work. Hakuna kazi yenye wanafanya na hiyo imani yao. Yes, we are ushers, but your faith, what is it doing? Nafanya kazi gani? Na utasikia nimekuwa mkali, but sasa unaniuliza sasa ni matendo gani? Ni nini hiyo? Ni kazi gani hiyo ninafaa kuwa nikifanya kama Mkristo? Mimi ninakiri nimeokoka. Apart from being an usher, I am born again. Apart from being a leader, I am born again. Apart from being a regular attender of a church, I am born again. So, what works? Ni matendo gani ninafaa kuonesha ya kwamba nimeokoka, ya kwamba imani yangu ni genuine, ya kwamba I have true faith, I have an active faith, I have an alive faith? Ni matendo gani hiyo? Matthew chapter 28. Ni nini unafaa kufanya kama Mkristo? Matthew chapter 28. Matthew chapter 28 verse 18, 19 and 20. Inasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. That is the assignment. That is the work that should show. Hiyo ndio kazi. Imani bila hii, imani bila wewe kuwaleta watu kanisani. Ni watu wangapi umeleta kwa kanisa? Ni watu wangapi umeenda kuhubiria? Ni watu wangapi umeambia juu ya Yesu? Huko kazini, huko mahali tuko, ni watu wangapi umeambia juu ya Yesu? Yesu akamwambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa hapa ni Yesu anaambia wanafunzi wake. Sasa ni Yesu sasa anapanga kurudi huko kwa baba yake. Kwa baba wetu wa mbinguni. Yesu anataka kurudi sasa. Lakini sasa anawacha kazi, anawacha jukumu, anasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Enendeni, go to the world and make all nations my disciples. That is what your faith should be doing, because you're born. The same person who saved you, the same person who you call your Lord and your Savior, told us as his disciples, alituachia
a responsibility. Alituachia kazi ya kwamba enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. But right now Christians are busy advertising their businesses, are busy advertising their companies, are busy advertising themselves, but they do not advertise Jesus Christ. Hakuna mtu wanaleta kwa kanisa. Wewe umeleta watu wangapi kwa kanisa? Ni mtu nani unaweza sema saa hii ako kwa kanisa kwa sababu yako? Na huyo ulishaleta kwa kanisa, huyo umeshamfanya huyo ameshafanywa kuwa mwanafunzi. Ende ulete mwingine. Hiyo ndio matendo. Hiyo ndio matendo. Ni nani unaleta kwa kanisa? Ni nani unaenda kumfuatilia ya kwamba akuje kanisa? Umefuatilia watu wangapi? Hiyo ndio matendo. Hiyo ndio matendo, kuwafanya wanafunzi, kuwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha. Mafundisho kama haya yanafaa kuwa referred to. Umeambiwa mtu, umerifaa watu wangapi kwa mafundisho? Umerifaa watu wangapi kwa teachings, kwa Bible studies? Umerifaa watu wangapi kwa sermons? Umerifaa watu wangapi kusikiliza mhubiri fulani anapoongea juu ya Yesu? Umeinvite nani kwa kanisa kukuja kusikia pastor wako? Umeinvite nani kwa kanisa? Umekuwa mkali kwa nani mwenye amekataa kuchange, mwenye amekataa kuingia kwa kanisa? Umekuwa mkali kwa nani? Umekuwa ukiombea nani abadilike na aingie kwa kanisa? What have you been doing? Hii ndio matendo. Hii ndio matendo, si kuasha. Si kuwa present worship. Si kuwa leader of fellowship. No, it is bringing people to church. That is the fruit. That is the work that should inafaa kupelekana na imani yako. Kuleta watu kwa kanisa, kuleta watu, enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkafanya the entire world to be disciples. Anybody you see, kila mtu. Jesus Christ, First John inatuambia kwamba Jesus Christ alikufa kwa sababu ya dhambi za dunia mzima. Everybody, kila mtu mwenye unaona akiwa kwa hii dunia, Christ died for them. Jesus Christ died for them. Yesu alikufa kwa sababu yao, and they have a right to know that Jesus is the savior of the world. But sisi kama Wakristo tuko nayo imani lakini matendo hakuna. Our faith is dead faith. Our faith is dead faith. Hata sisi Wakristo sometimes hata si hatuendangi kanisa. We don't go to church. We don't attend fellowships. We are not serious with our salvation. Kama Wakristo. My God. Nimalizie na Mark chapter 16. Mark chapter 16 verse 15. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Oh my God. Hii ndio kazi, kuleta watu kwa kanisa. Enendeni ulimwenguni mwote mkihubiri injili kwa kila ujumbe. Yesu hajasema uachane na biashara yako. Yesu hajasema uachane na mashughuli zako. Amesema enda. Kama unaenda kufanya biashara, enda ufanye biashara. Kama unaenda kusoma, enda usome. Kama unaenda kutembea, enda utembee. Enda ufanye kazi. Enenda ulimwengu mzima. Lakini ufanye nini ukiwa huko? Ukinapoenenda, enenda ulimwenguni mwote na ukaihubiri injili kwa kila kiumbe. That is the work. Kuhubiri injili. Kuhubiri. Wewe umehubiria watu wangapi? And we are Christians. Ni Wakristo. Tunaamini Jesus Christ, yes, lakini matendo hakuna. There is no work. Aminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana nao waaminio. Kwa jina langu watatoa mapepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata kuikunywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa.
wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Na Jesus Christ amepromise miracles and big things will be out there when you go out and do the work. When you go out and do the work, ndio utaona miujiza. Sasa hakuna miujiza kwa kanisa kwa sababu faith is dead. Kuna miujiza, hakuna power, hakuna kuhisi hiyo uwepo wa Mungu, because Christians wamezembea. Christians ni kushtukia, leo ni Sunday, let us go to church. Na kama ninajisikia kwenda church leo, sijisikii, so hauendi. So you don't do it. Your faith becomes a dead faith, kwa sababu hata wewe mwenyewe haujipeleki kwa kanisa, hata wewe mwenyewe hauendi kanisa. And then you expect power. You expect power, and yet we are not doing the work. Faith is dead. We can believe. Hata James ametuambia that even demons believe. Hata mashetani zinaamini kwamba kuna Mungu, na kwanza hata zinatetemekanga zikisikia tu habari za Mungu, zikisikia tu stories za Mungu zinatajwa, demons huwa zinatetemeka, zinanyenyekea kwa sababu zinajua yuko. Ziko na hiyo imani, ziko na imani, lakini ziko na matendo, hazina matendo. Ndio maana haziwezi okoka, ndio maana haziokoki. They don't have hiyo kuleta watu to the knowledge ya Yesu, kuambia watu ya kwamba Yesu anaokoa, ya kwamba Yesu ndio solution ya hii dunia. Hii dunia iko na taabu nyingi, iko na mateso mingi, na Jesus Christ is the savior, he is the solution of this world. But sisi tumenyamaza, tumeifungia, hatuletangi watu kwa kanisa. Tunafikiria kwamba watu watasaidika na pesa, watu watasaidika wakipata kazi, watu watasaidika biashara zao zikifanya vizuri, watu watasaidika wakioa. Hivyo ndio tunafikiria. And that is a wrong way of thinking. Leta watu kwa kanisa wewe. Bring people to church, and it is not just now but forever. Wacha watu waende church. Wacha watu waende kwa kanisa, wahubiriwe. Nani huyo aendangi kanisa na unajua? Fuatilia leta yeye kwa kanisa. Fuatilia yeye. Kukutana naye kila siku. Encourage, mwambie kuja kanisa. Hata kama itachukua miaka ngapi, mwambie huyo mtu akuje kanisa. Wewe leta watu kwa kanisa. Leta watu kwa kanisa. Leta watu kwa kanisa. Hapo ndipo imani yako itakuwa complete. It will be complete faith when we do the work. When we actually do the work. When we actually do the work, that is when our faith becomes alive. Inakuwa hai. Faith imekufa, but alive faith. In the name of Jesus. Yeah, for 1 minute, just pray for yourself and just ask the Lord to just help you. And I also pray for myself that the Lord will help me, because it is a challenge. It is a challenge. Hata mimi nimeleta watu wangapi kwa kanisa? It is a challenge. It's a challenge. It's challenging me so much. It's challenging me. Umeleta watu wangapi kwa kanisa? Umefundisha watu wangapi the word? It's a challenge. It's a challenge. It's a challenge. Just pray for yourself, because hatuwezi hata bila roho wa Mungu, hatuwezi. We cannot do it. And Father, we thank you because of this wonderful challenge that you have given us. We thank you, Father, because you are the Savior of the world. And we believe in you, Father. But you are challenging us. You are telling us that our faith in you is just dead if we cannot go out and bring people, Father, to you. Na mimi Baba ninatubu Baba kwa sababu ya kukataa kuleta watu kwako Baba. Ninaomba unisamehe, na ninaomba Baba uendelee kunisaidia. Unisaidie Baba kwa nikileta watu kwa kanisa, ndio faith yangu Baba ikuwe strengthened, ikuwe alive faith, iendelee kukua, isikuwe imani ambayo imekufa. Imani ilikuwa hai wakati fulani, lakini then ikakuja ikakufa. Hapana, sitaki hiyo imani. Nataka imani Baba ambayo iko hai, imani ambayo Baba inaleta mazao, inaleta matunda. Nisaidie Bwana Yesu.
Saidie Bwana Yesu. Hata sisi wote Baba kama kanisa tunaomba ya kwamba Mungu utaendelea kutusaidia Baba. Mungu, kuwa tunaleta watu kwa kanisa Baba, tufanye hii Mungu ikiwe kazi yetu, kazi ya kuleta watu kwa kanisa Baba. Nisaidie Baba, nisaidie, endelea kunifungua macho, endelea kunisaidia Baba kukuelewa na kukufahamu zaidi, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hapo na haujaokoka, haujampatia Yesu maisha yako, haujakuwa ukienda kanisa, hii ni wakati mzuri wa kuanza hii maisha, kwa sababu hiyo utakuwa unasema ninaamini kuna Mungu, utakuwa unasema ninaamini kuna Yesu, utakuwa unasema nilikuwa naendanga kanisa nikiwa kitambo, lakini hiyo faith na haina matendo, haina hii kazi ya kukuja kanisa, haina hii kazi ya kuenda maombi, haina hii kazi ya kufunga, haina hii kazi ya kuishi maisha matakatifu, haina hii kazi. Wakati hii imani yako haina hii kazi, it is a dead faith. It is not going to amount you too much. And let me pray for you. Mpatie Yesu maisha yako, be transformed, ubadilisha nia yako. You cannot please God until you do this, because there's two parts. It is two parts. When God sees the two parts, when God sees that you believe and that you're willing to work for it, you're doing your best, you're going out there, God is pleased and God is happy. Because dead faith, kitu imekufa. Kama mimi ningekuwa nimekufa, singekuwa hapa. Kwa hivyo kama imani yangu imekufa, it is nothing. So it cannot please God. But if it is faith and then it amounts to something, then that is what pleases God. That is what pleases God. It is faith that has works, faith that has actions in it. So you're there, you believe, yes, you say that, yes, there's God, there's Jesus Christ, but haujaipeleka na works. There is no works, there's nothing to show for that. Let me pray for you. Believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. Let today be the beginning of your works. Let today be the beginning that you're going to trust God and believe God and have faith in God. Let this be the day. Let me pray for you. Say, Lord Jesus, I come before you today. I am a sinner. Forgive me for all the times I have not believed in you. Forgive me for all the times I have not obeyed you. And today, I receive you and I accept you as my Lord and Savior. And Father, fill me with the Holy Spirit so that I may do your work, to go out and tell people about Jesus Christ wherever I am, Father, to share the gospel with whoever I am with. Help me, Lord. Help me, Lord. Let me just pray for you. Father, thank you because of the many people, Father, who have prayed this wonderful prayer and they have given their lives to you, Father. I just commend them unto you, Father. I ask you, fill them with your Holy Spirit so that, Father, they may go out there and be a light unto the world and be the salt of this earth, Father. Be a tower, a city on a hill that cannot be hidden, Father, so that they may share your light with others, with millions and millions of people, Father, so that, Father, Lord, their faith may be complete. They will not just believe that you exist, but they will also show it by their works, by how they live, that indeed you live in their lives, and that you are alive, and that you're not dead. In the name of Jesus Christ, I bless you, Jesus. I worship you today. You're worthy of all praises, Jesus. You're worthy of all praises, my God. I thank you because of these people, Father, who have given their lives to you. Remember them, oh God, and bless them. In the name of Jesus Christ. Thank you so much. Thank you so much. If you're there, you believe Jesus as your Lord and Savior, you can just write a comment for me there and say that I have believed in Jesus Christ. And you can also text or call 2 or 3 people and tell them that I've received Jesus Christ as my Lord and Savior, and I will work for him in the name of Jesus.
Be blessed. Have a lovely rest of the evening, the rest of the day, and even the rest of the week. Mungu akubariki sana. Let us meet next week for more Bible study. Tunaendelea now. Next week we are going to go to James chapter 3. So be blessed. I hope today's word has challenged you like it has challenged me. Be blessed, be blessed, be blessed. Let us see each other next week. Amen. Amen.